Ujambo na karibu sana mtazamaji wa Bongo Spa Media. Moja ya kiongozi wa Marekani, yeye aliweza kusema hadharani ya kwamba wanaogopa sana droni za nchi ya Irani. Sasa hizi droni ni kwa nini Marekani wanaziogopa? Na Iran wana droni za aina gani hizo ambazo zinakuwa ni hatari kweli kweli? Tutakwenda kufahamu kwa kina droni za nchi ya Irani ambazo zimekuwa ni tishio hivi sasa duniani kwa kulipua baadhi ya miji mbalimbali ambayo inashirikiana na Marekani. Tunaanza kwanza na utangulizi. Katika vita vya kisasa, teknolojia imebadilisha kabisa namna mataifa yanavyopigana. Zamani vita vilitegemea sana askari na ndege za kivita, lakini leo kuna silaha mpya ambayo imebadilisha mchezo wa vita kabisa. Silaha hiyo ni droni. Miongoni mwa nchi zinazotengeneza droni nyingi na hatari zaidi duniani, namba moja ni Irani. Kwa miaka ya hivi karibuni, droni za Irani zimekuwa zikionekana katika maeneo mbalimbali ya vita duniani na zimeweza kusababisha uharibifu mkubwa na miundombinu ya kijeshi na hata ya kiraia. Lakini swali kubwa ni hili: droni hizi zinafanyaje kazi mpaka zinaweza kulipua miundombinu mikubwa? Na kwa nini nchi yenye nguvu kubwa duniani kama United States of America, yani Marekani, inaonekana kuwa na wasiwasi mkubwa kuhusu teknolojia hii ya droni ambayo kwa asilimia kubwa inapatikana pale nchini Irani? Katika video hii tutachunguza kwa undani historia ya droni za Irani, jinsi zinavyofanya kazi na sababu zinazofanya mataifa makubwa yawe na hofu kubwa na hizo droni. Sasa tuanze na swali la msingi. Droni ni nini? Droni ni ndege ndogo sana isiyokuwa na rubani ndani yake. Badala ya kuwa na rubani, droni inaendeshwa kwa kompyuta au rubani aliyeko mbali kupitia mfumo wa udhibiti wa mbali. Droni zinaweza kufanya kazi nyingi kama upelelezi wa kijeshi, kufuatilia maadui, kushambulia malengo, kulinda mipaka, kukusanya taarifa za kijeshi. Kwa sababu droni hazihitaji rubani ndani, zinakuwa rahisi kutumwa kwenye maeneo hatari sana bila kuhatarisha maisha ya askari. Sasa ni kwa nini hawa Irani walianzisha huu mfumo wa droni miaka ya nyuma? Sababu ni hii: baada ya Irani-Iraq war, kwa maana baada ya vita ya Iraq na Irani iligundua kuwa inahitaji teknolojia ya kisasa ya kijeshi kwa sababu ya vikwazo vya kimataifa vilivyowekwa dhidi ya Irani. Nchi hiyo ililazimika kutengeneza silaha zake yenyewe, ndipo ikaanza kuwekeza sana kwenye teknolojia ya droni. Baadhi ya droni maarufu walizozitengeneza Irani ni Shahed 136, Mohajer 6 na Shahedi 129. Droni hizi zimekuwa zikitumika katika migogoro mbalimbali duniani. Sasa swali lingine ni je, droni za Irani zinafanyaje kazi? Droni za kijeshi kwa kawaida zina sehemu kuu kadhaa. Namba moja, mfumo wa urambazaji, yani navigation system. Droni hutumia GPS na kompyuta maalum kuweza kuelewa ilipo na mahali inapopaswa kwenda. Rubani aliyeko mbali anaweza kuipangia droni njia ya kufuata hadi kufika kwenye targeti husika. Hivyo ndivyo ambavyo droni inafanya kazi. Namba mbili, kamera na sensa. Droni nyingi zina kamera za kisasa sana zinazoweza kuona mchana, usiku, hata kupitia joto la mwili. Hivyo hii inasaidia sana kugundua magari ya kijeshi, majengo au malengo mengine ambayo wao wameyakusudia. Namba tatu, mfumo wa mawasiliano. Droni ina antena zinazoiwezesha kuwasiliana na kituo cha udhibiti kilicho mbali hata maelfu ya kilomita. Rubani anaweza kuiona targeti moja kwa moja kupitia skrini yake. Hivyo mfumo huo ni wa kisasa zaidi. Namba 4, mfumo wa silaha. Baadhi ya droni hubeba makombora, mabomu au hata kujilipua yenyewe. Kwa maana yake hapa tumegundua kwamba kuna baadhi ya droni yenyewe imebeba makombora, kwa hiyo ikifika kule itaangusha. Lakini droni nyingine huwa imebeba mabomu madogo madogo, itaangusha pia. Na droni nyingine tayari imeshafungwa makombora, ambapo ikifika katika eneo husika inajilipua ama inalipuliwa, kwa maana yake inasambalatikia hapo. Kwa hicho ndicho ambacho hawa Irani wanakifanya. Sasa wacha tuangaze droni za kujilipua zikoje. Moja ya droni zinazojulikana sana ni Shahedi 136. Hizi ndio droni za kujilipua. Droni hii ni aina ya loitering munition. Hii ina maana kuwa droni inaweza kuruka kwa muda mrefu, kutafuta targeti,
kisha kujigonga kwenye target na kulipuka. Mpaka hapo droni hii ni kama kombora lenye mabawa. Hivyo zinapotumwa nyingi kwa pamoja, droni hizi zinaweza kuvuruga kabisa mifumo ya ulinzi wa anga ya adui. Hapo ndio nimeweza kugundua ni kwa nini Marekani na nchi baadhi zinakuwa wanaofu, kwa sababu zinapotumwa nyingi zinaharibu mfumo wa anga wa adui. Kwa hivyo ni ngumu kuzizuia, zinapita nyingi na unazuia kadhaa. Haya, wacha tuendelee. Ni namna gani droni zinavyolipua miundombinu? Swali lingine hili, droni zinaweza kushambulia viwanja vya ndege, maghala ya silaha, mitambo ya mafuta na vituo vya umeme, na ndicho hicho ambacho Irani wamekuwa wanakifanya. Kwa mfano, shambulio la droni linaweza kulenga mtambo wa mafuta na kusababisha mlipuko mkubwa sana. Shambulio hilo ni la droni kwa sababu droni zinaweza kuruka chini sana karibu na ardhi. Mara nyingi rada huwa na ugumu wa kuzigundua mapema hizo droni. Hii inazifanya kuwa ni silaha hatari sana kwa sababu hata kugundulika ni kazi. Haya, wacha tuangaze droni hizi zina gharama gani? Moja ya sababu kubwa zinazofanya droni za Irani kuwa hatari ni gharama yake ndogo. Droni moja inaweza kugharimu kati ya dola 1000 kadhaa hadi makumi ya maelfu tu, lakini kuizuia inaweza kuhitaji kombora la ulinzi wa anga lenye thamani ya mamia ya maelfu au hata milioni za dola ili kuzuia droni. Umeona shida ilipoanzia hapo. Hii ina maana kuwa adui analazimika kutumia pesa nyingi sana kuzuia shambulio la droni, na ndio maana Marekani analalamika sana, anatumia nguvu nyingi kuzuia droni, wakati droni yenyewe imetengenezwa kwa gharama ndogo. Wao wanatumia gharama kubwa kuzuia kitu cha gharama ndogo. Kwa nini Marekani wanaziogopa sana hizi? Ni swali gumu ambalo watu wengi wamekuwa wanajiuliza pia, na mimi nilikuwa najiuliza. Sasa nikaona ni bora nifanye video hii ili tuweze kufahamu sote. Nchi kama Marekani ina mifumo ya kisasa sana ya kijeshi, lakini droni za bei nafuu zinaweza kusababisha changamoto kubwa. Sababu kuu ni hizi: zinazalishwa kwa wingi. Iran inaweza kutengeneza droni mamia au hata maelfu kwa wakati mmoja. Hivyo imekuwa ni silaha nyepesi kuitengeneza, lakini ni ngumu kuikabili. Namba 2, ni vigumu kuzizuia. Droni ndogo zinaweza kupenya mifumo ya rada kwa urahisi kuliko madroni makubwa. Kwa hivyo ni ngumu kuizuia hata kuiona. Kwa hivyo unashtuka tu tayari kitu kinalipuka. Namba 3, teknolojia inasambaa. Droni hizi zinaweza kutumiwa na makundi au nchi nyingine. Namba 4, vita vinabadilika. Droni zinaweza kufanya mashambulizi bila kutumia ndege kubwa za kivita. Kwa hivyo hii ni sababu ambayo Marekani inaiogopa sana Irani kutokana na droni ambazo wako nazo. Sasa mustakabali wa vita ukoje? Wataalamu wengi wa kijeshi wanaamini kuwa droni zitakuwa silaha muhimu zaidi katika vita vya baadaye. Badala ya kutegemea askari wengi au ndege kubwa, mataifa yanaweza kutumia droni ndogo, droni nyingi, droni za kujilipua. Hii inaweza kubadilisha kabisa mfumo wa vita ya dunia. Na kwa sasa Irani ndicho kitu ambacho anakifanya. Yeye hategemei wanajeshi wengi. Yeye anategemea droni zake na baadhi ya makombora kama ya ballistic, ambayo hayo ndio makombora ambayo Iran wanatumia. Kwa hivyo wakishambulia na kombora la ballistic likinaswa, wanachokifanya wanatuma droni tu. Wanatambua kwamba droni inachanganya sana mfumo wa anga. Kwa hivyo katika kupambana kuzuia droni nyingi zimepita. Zingine zinaenda kujilipua kwenye target husika, na zingine zinaenda kuangusha makombora katika target husika. Kwa hivyo hicho ndio kitu ambacho Irani wanakifanya, na ndio maana mgundua kwamba Marekani wanaogopa sana droni za Irani. Hiyo ndio sababu. Mtazamaji wa Bongo Super Media, niandikie maoni yako hapo katika sehemu ya comment kuhusiana na teknolojia hii ya droni ambayo Irani wanayo kubwa sana kuliko nchi nyingine. Andika maoni yako hapo katika sehemu ya comment na tukutane tena katika video nyingine. Bye bye, mpaka wakati mwingine tena.